bunge isiwe rubber stamp, kisiwe chombo cha serikali. Hapa tunapozungumza ili bunge sasa ni chombo cha serikali. Ziwafanyike chaguzi huru, wachaguliwe watu ambao wamechaguliwa kihalali bila kubebwa na vyombo vya dola. Kama uchaguzi uliopita haukufanyika kwa sababu wamepeana tu hapo, alafu tunasema eti tuna mihimili mitatu. Hatuwezi kusema tuna mihimili mitatu wakati muhimili wa bunge haujitegemei, mahakama haijitegemei. Kwa hiyo hivi sasa vimegeuka, badala ya kuwa mihimili vimekuwa mali ya kikundi kidogo cha watu wachache vinapewa amri. Kwa hiyo ushauri pekee ni kwamba imarishe mifumo. Ndio maana unakuta tuna waziri mkuu anayehangaika. Ukiangalia kutoka pale juu mpaka huku kwa mwenyekiti kwa mtendaji wa kitongoji kuna mifumo imewekwa, lakini hii mifumo imekuwa dhaifu kwa sababu yule aliyepewa mamlaka anaweza kapigiwa simu na yoyote, anaweza kapigiwa simu na mwenyekiti wa CCM kwamba hilo usifanye, akalitii, ambaye hayumo kwenye mlolongo. Anaweza kapigiwa simu na mtu yoyote ambaye hayuko kwenye mfumo akati. Kwa hiyo matokeo yake kumekuwa shagala bagala kiasi kwamba kwa sababu mifumo hii ifuatwi. Kwa hiyo mifumo ina nguvu, ndio maana mkuta waziri mkuu anatembea kilomita nyingi kutoka Dodoma aende na Mtumbo kwenda kusikiliza eti watu na mke na mume wamenyimana unyumba, sijui wamenyanganana na mashamba, wakati vitu vyote kwenye mfumo viko. Haya ni matumizi mabaya ya mali ya umma, lakini vile vile hii ni kuonyesha kwamba hata dhana ya uongozi wa waziri mkuu na wenyewe unakuwa kwenye mashaka kwamba hizo sio kazi zake. Nchi hii tuna matatizo mengi sana. Yeye anatakiwa kae na rais, washughulike na mambo ya kujua tuna import kiasi gani, tunauza nje kiasi gani. Washughulike na mambo makubwa ya uchumi. Huku chini kama mifumo inafanya kazi, mambo yataenda vizuri, lakini unaweza ukapigiwa simu na OCD, ukapigiwa simu na mkuu wa kituo, ukapigiwa simu na IGP, yani shagalabaka, kila mtu anatoa amri. Na unaweza kushangaa saa zingine amri ya IGP haitekelezwi, inatekelezwa na OCD. Sasa inategemea na huyo OCD yuko connected vipi na watawala huko. Sasa tuwezi kuendesha nchi kwa hivyo, kwa sababu inatakiwa order ikitoka inashuka moja kwa moja. Lakini hapa katikati kuna wengine wana mamlaka makubwa kuliko watu walioko kwenye mfumo, na inashughulika kwenye maeneo mengi. Hii inaleta shida kwa taifa. Ndio maana nasema ni hatari kubwa sana, na Chama cha Mapinduzi kinajiona kwamba kina hati miliki ya kutawala milele, hakiamini kwamba kinaweza kikatoka madarakani. Yani kimejibirikisha. Hii ndio shida. Sasa hii pressure inazidi kumount kwa wananchi, na kuna mifano mingi duniani hii pressure ili mount. Kiongozi makini hafikirii atumie mbinu gani za kubaki madarakani. Kiongozi makini anafikiri nchi hii nitakapoondoka mimi nitaiacha katika ubora upi zaidi ya vile nilivyoikuta. Huyo ndio kiongozi makini.